Okay, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja. Karibu katika audio hii ambayo itakusaidia uwe mwanamume ambaye upo katika ndoa, uwe mwanamke ambaye upo katika ndoa. Lakini pia katika audio hii imeletwa na swali, ama somo hili limeletwa na swali kutoka kwa dada ambaye alinitumia ujumbe na kuniambia, Dokta, mimi napenda sana tendo la ndoa, lakini natamani kuwa na mwanaume ambaye atakaye kuwa connected na mimi kihisia. Sio huyu mwanaume ambaye niliye naye ambaye hanijali kwa lolote. Ni swali ambalo ukiliangalia katika muktadha wa wanandoa wa kihisia, ni moja ya malalamiko ambayo ninayapokea. Yaani kwa wiki napokea simu zaidi ya 10 za wanawake ambao wanalalamika kutojaliwa kihisia. Ni nadra sana mwanaume kuweza kuliongelea hili ama kuongelea habari ya kutokujaliwa kihisia. Sio kwamba wanaume huwa hawajaliwi, wanaume kwamba hawawezi kuongea. Of course ni kweli kwamba na wenyewe kuna muda wanakuwa neglected kihisia, wanapuuziwa kihisia, wanakuwa ni watu ambao hawajaliwi hisia zao vile wanavyojisikia. Wanakuwa wana matamanio ambayo wanatamani wake zao wawe nayo, lakini wanawake wanashindwa kuweza kutoa ushirikiano ule unaotakiwa. Sasa basi nini kinatokea katika situation kama hii ama katika hali kama hii? Ndio maana nikakuandalia audio hii, we mwanandoa ambaye unayenisikiliza, ambaye umeamua kunisikiliza kwa ajili ya kuweza kuhakikisha unajifunza somo hili, unaangalia namna gani ya kuweza kuchanganua changamoto zako za kihisia baina ya wewe na mwenza wako, baina ya wewe na mke wako. Tukienda moja kwa moja kwenye swali, hili swali limeletwa na mwanamke ambaye anasema yeye anatamani kuwa connected na kihisia. Watu wengi ukiangalia muktadha wa hili swali, watu wengi wanaweza wakapeleka katika hali ya mawasiliano wakati wa tendo la ndoa, ama hali ya kuandaana katika tendo la ndoa, kitu ambacho ni kinyume kabisa. Yaani tunaweza mawazo yako ambayo umeyapeleka wewe, tunaweza tukayapa 30% ama 20% katika 100%, ambayo yanaweza yakaendana na swali la huyu dada. Sasa ninachotaka hapa kuongelea, Dr. Kuboja, ni nini ninachotaka kukiongelea hapa uweze kuelewa. Tunaposema hisia, ni yale mambo ya msingi na ya muhimu ambayo mwenza wako anaweza akawa nayo. Sasa hapa nataka niongee na wanaume kwa sababu swali hili limeletwa na mwanamke. Ni mambo gani ambayo ni ya kihisia ya mke wako ambayo anayo? Ni mambo gani ambayo ni ya msingi na ya muhimu ambayo umekuwa ukitoa kipaumbele kwa mke wako? Inawezekana rahisi tu, mwanamke anakuambia, mume wangu, naomba uwahi kurudi nyumbani ili tupate muda wa kuwa pamoja. Lakini nawe kutokana na ubizi wa majukumu ya kikazi ukamwambia, hapana, siwezi kuacha kazi afu nije nikae na wewe. Ukija ukaangalia katika uhalisia, ni kweli kabisa unaweza ukawa upo kuna kazi nyingi, wewe ni mfanyabiashara, lakini ukasahau kwamba itakiwa ifike mahala uweze kuangalia na kugawanya majukumu baina ya kazi na ndoa yako ama na mke wako. Ukiangalia hitaji la mwanamke huyu anayekwambia kwamba uwahi kurudi nyumbani usiku ni hitaji la kihisia. Lakini wewe kutokana na majukumu yako ya kazi unaweza usilione hii na ukaliona kama la kawaida, au kuna mwingine anaweza tu akajibu, okay, nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Sio lazima umjui vibaya, lakini ukawa ulifanyia kazi, na kila atakapokuambia utamwambia kwamba si unaona kabisa niko majukumu mengi ya kikazi, si unaona kabisa kwamba huu ni mwezi wa 7 tunatakiwa tuweze kulipa ada za watoto. Ukatanguliza mahitaji ya watoto kuliko kuweza kujali hisia vile mke wako anavyokuwa anajisikia.
Lakini hiyo haitoshi. Moja ya mahitaji ya kihisia ya mwenza wako inawezekana ni namna ambavyo unajali wazazi wake. Hii ni moja ya kitu ambacho ni cha msingi na cha muhimu sana ambacho unaweza usikielewe, mwanandoa ambao unayenisikiliza hapa. Moja ya statement kubwa ambayo wanawafundisha wanandoa wengi ni kwamba ukitaka uweze kuondoa migogoro ya ubinafsi katika ndoa yako, mnatakiwa muweze kubadilishana wazazi. Manake wazazi wa mke wako, wewe mwanaume unatakiwa wawe wazazi wako, na wazazi wa mme wako unatakiwa wewe mwanamke wawe wazazi wako. Manake wewe mwanamke anza kujali upande wa mme wako, na wewe mwanaume anza kujali upande wa mke wako. Kwa kufanya hivyo, mtakutana katikati na mtakuwa connected kihisia. Kwa hiyo tunaposema kujiungamanisha kihisia ni katika yale mambo madogo madogo ambayo yanaweza yakapuuziwa au yakaonekana ni kwamba hayana mantiki, yani hayana nguvu. Na inapofika hatua mwanamke anakwambia sina hisia na mume wangu, oh my God, ni kitu kibaya sana. Lakini naomba utambue kwamba ni kitu ambacho kimechukua zaidi, inawezekana ikawa ni zaidi ya mwaka, inawezekana zaidi ya miaka miwili, inawezekana zaidi ya miaka mitatu mpaka mitano, lakini ni katika muunganiko wa vitu vidogo vidogo ambavyo vimechukuliwa poa, ambavyo vimeonekana kwamba havina nguvu. Unapoona mwanaume anakuambia hata mke wangu avue hapa nguo, sina hisia naye kabisa, sina msisimko naye, maana yake ni kwamba kuna mambo madogo madogo ambayo yalitokea kihisia, mwanamke akayapuuzia, mwanaume akayapuuzia. Mambo hayo yamefanyika kwa muda mrefu, sio ishu ya miezi miwili, sio ishu ya miezi mitatu, na kuweza kumponya majeraha ya kihisia mwanamke uliyemjeruhi kihisia sio kazi nyepesi, ni ishu ambayo inahitaji muda. Kwa hiyo wewe mwanafunzi wangu ambao unanisikiliza hapa, shabiki wangu ambao unanitazama katika chaneli yangu hii ya YouTube, unasikiliza ujumbe huu mchana huu wa leo, jioni ya leo, usiku wa leo, si unasikiliza muda gani? Hebu anza kutafakari, ni mambo gani ya kihisia ambayo umekuwa ukiyapuuzia kwa mke wako? Ni mambo gani ya kihisia ambayo umekuwa ukiyapuuzia kwa mme wako? Tunaposema kujiungamanisha na kihisia, huu ni mwaka 2026, umeanza kujiungamanisha kihisia na mke wako kwa kiwango gani? Hebu tafakari maneno haya, tafakari ujumbe huu, alafu kisha niandikie hapo chini kwenye comments kwamba Dokta, nimegundua nimekosea hili na hili na hili, nahitaji msaada wako. Nimekuambia habari ya kuweza kumtibu majeraha ya kihisia, awe ni mwanaume awe ni mwanamke, inachukua muda, lakini kwa mwanamke ni mara 2 zaidi. Nipigie katika namba ya simu ifuatayo 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu ni